Nikukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalie, kitaaluma nutrition specialist. Video ya leo tunaangazia ni vinywaji gani ambavyo vinamfaa mgonjwa wa kisukari na vinywaji gani ambavyo havimfai mgonjwa wa kisukari. Kwa kifupi tunaangazia vinywaji ambavyo vinamfaa mgonjwa wa kisukari na ambavyo havimfai mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama uko interested kufahamu vinywaji ambavyo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari na ambavyo sio salama, twende sambamba katika video hii. Bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Nafahamu kwamba kinywaji ni sehemu ya burudani katika maisha ya binadamu. Kwa wagonjwa wa kisukari wanajuta kwamba kulingana na nature yao ya tatizo walilonalo, baadhi ya vinywaji vinakuwa ni salama, vingine sio salama. Nianze na vinywaji ambavyo sio salama kwa mgonjwa wa kisukari. Namba moja kabisa ya vinywaji hivyo ni kinywaji chochote ambacho ni cha sukari, kimeongezewa sukari. Kwa mfano hapa nazungumzia soda zote ambazo zimeongezewa sukari, hazimfai mgonjwa wa kisukari. Kuna juisi zote ambazo zina sukari, hazimfai mgonjwa wa kisukari. Chai ambayo imewekewa sukari haimfai mgonjwa wa kisukari. Hata kahawa ambayo imewekewa sukari bado haimfai mgonjwa wa kisukari. Kwa sugar drinks zote hizi ambazo nimetaja hazikufai wewe mgonjwa wa kisukari. Hiki ni kinywaji namba moja ambacho takiwa ukwepe. Kinywaji namba mbili hapa ni vinywaji vyote ambavyo vinawekewa sweetener ambayo tunaitumia kama mbadala wa sukari kwa wagonjwa wa kisukari, kwamba wanaweza kutumia vinywaji hivyo kwamba ni salama. Vinywaji hivyo nataka nikwambia kwamba sio salama kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Mfano wa vinywaji hivyo ni soda zote ambazo nakwambia kwamba hazina sukari, kama Coca Zero, kuna masuala ya Pepsi Diet, kuna masuala ya Sprite Zero, vingine vyote ambavyo vina zero ambavyo wamesema kwamba hawajaweka sukari. Ni kweli hawajaweka, lakini wameweka nini? Wameweka sweetener. Kwa hiki kinywaji sio salama kwa mgonjwa wa kisukari kwa sababu kinafifiza utendaji bora wa insulin. Kwa tafasiri nyingine, kinachochea masuala ya insulin resistance na hivyo kuweza kufanya wewe mgonjwa wa kisukari kuendelea kuwa mgonjwa. Kinywaji kingine hapa kwenye vinywaji ambavyo vimewekewa sweetener ambayo ni mbadala wa sukari, nazungumzia habari za chai. Wagonjwa wa kisukari kuna vidonge ambavyo napewa kwa maana kwamba vinaweza kutumika kama mbadala wa sukari. Hii kitu sio salama kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa chai ambayo imewekea vile vidonge ambavyo ni mbadala wa sukari, na pia haimfai mgonjwa wa kisukari. Zile sweetener bado zinafanya kazi kama sweetener ambazo tunaweka kwenye soda ambazo tunaambia kwamba ni hazina sukari. Hata kama ni kahawa kawekea ile sweetener bado haikufai wewe mgonjwa wa kisukari, wala hata kama ni juice imewekea sweetener bado haiwezi kufaa wewe mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo fahamu vinywaji vyote ambavyo hatujaweka sukari, ambavyo tumeweka mbadala wa sukari ambayo ni sweetener, havikufai wewe mgonjwa wa kisukari. Hapa kitoka hapo tunakuja kuangazia habari za pombe. Hatujai kugundua pombe ambayo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari, hivyo kaa mbali na pombe kama una ugonjwa wa kisukari. Hicho ni kitu ambacho utakao ukifahamu. Kuna mtu atasema si nini si red wine si nini. My dear, kaa mbali na swala ambalo inaitwa kwamba pombe, achana nalo kabisa habari za pombe. Hapa kwenye vinywaji ambavyo havimfai mgonjwa wa kisukari, niende kwenye kinywaji kingine ambacho hapa ni juice. Juice ambayo ni fresh ya matunda na juice ambayo sio fresh ya matunda, zote haijalishi zimewekewa sweetener, haijalishi hazijawekewa, haijalishi hazimewekewa sukari ama hazijaongezewa sukari, juice hazikufai we mgonjwa wa kisukari. Aliyekula embe na aliyekunywa juice ya embe ni wagonjwa wawili tofauti, hata kama kwenye ile juice ya embe hujaweka sukari. Kula tunda, achana na habari za juice. Hivyo ni vinywaji ambavyo havimfai mgonjwa wa kisukari. Sasa je, ni vinywaji gani ambavyo vinamfaa mgonjwa wa kisukari ambavyo anaweza kuvitumia katika maisha yake yote? Moja kabisa nafahamu na nakubaliana na wenzangu na science ni kwamba ni maji. Maji kunywa kadri unavyoweza wewe. Maji ni salama kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Yanasaidia katika mpangilio katika matibabu ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ni vema uweze kutumia maji. Hata wale ambao wanapenda kufanya mfungo, wakati mwingine huwa nashauri kwamba wafanye water fasting, kwamba waweze kuhakikisha kwamba wanafungulia kitu kama maji, waweze kutumia maji kama sehemu ya mfungo wao na kama sehemu ya tiba. Maji. Kuna habari za chai. Chai hususan inaweza ni chai ya chai, inaweza ni chai ya tangawizi au ya viungo hivi vya chakula kama mdalasini, karafuu.
Na chai nyingine ni kwamba ambazo hazijawekewa sweetener wala kuweka sukari, ile chai inamfaa mgonjwa wa kisukari. Sometimes kuna ambao wengine nasema kwamba vipi kuhusu habari za kahawa kwa wale wapenzi wa kahawa. Kahawa ambazo zimeshaondolewa caffeine, decaffeinated coffee. Ile kahawa unaweza kutumia kwa kiwango cha kawaida, na hakikisha kwamba huweke habari za sukari wala habari za sweetener. Kahawa unaweza kutumia kwa kiwango fulani. Hivyo vinywaji vitatu unaweza ukavitumia. Kuna baadhi huwa wanasema bana, mbona kadri hata uji unaweza kutumia kama kinywaji? Hapana, uji ni chakula. Japo uji huwa hauruhusiwi kwa mgonjwa wa kisukari. Hajachi ni uji wa lishe ama ni uji wa siwa manini. Hapana, uji haumfai. Vile ambavyo tunasema kwamba juice ya matunda haimfai mgonjwa wa kisukari, ila tunda anaweza kutumia. Reason ndio hiyo inayotumika kutumika kwamba unaruhusiwa kutumia mahindi ambayo yakobolewa kula hata ugali, lakini uji ni hauruhusiwi. Fahamu. Kwa kama unafahamu pia ni kinywaji, nataka nikufahamishe kwamba uji sio kinywaji, ila bali ni chakula, na vinywaji ambavyo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari ni hivi ambavyo nimevitaja. Maji, ukija na chai ambazo hajawekea sweetener wala sukari, na habari za kahawa ambayo haina caffeine, decaffeinated coffee, na ambayo pia na yenyewe hajawekea sukari wala kuwekewa sweetener. Hivyo ndio vinywaji ambavyo vinafaa na visivyofaa. Kwa kama ulikuwa hujui, kazi kwako nimeshakufahamisha. Ulikuwa nami Emmanuel Mpali, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwa heri.